Asante, ninaitwa Profesa Nelson Boniface, naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anayeshughulikia masuala ya utafiti na ubunifu. Siku ya leo tarehe 25 mpaka tarehe 28 mwezi huu wa 3, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imeandaa warsha kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa watafiti na wabunifu katika chuo chetu. Tuliangalia kwa miaka 5 mfululizo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumekuwa tukiendesha wiki ya utafiti na ubunifu kila mwaka mwezi Mei, na tumekuwa tukiwa na watafiti wengi na wabunifu wengi ambao ni pamoja na wanafunzi wetu pamoja na walimu ambao kwa maana ya watafiti ambao ndio wanasimamia hizo tafiti na bunifu. Kwa mfano mwaka wa jana tulikuwa tuna idadi kubwa ya wanafunzi ambao ni wa ngazi ya shahada ya kwanza mpaka PhD ambao walikuwa na tafiti zao na bunifu ambazo zilishinda na kwenda mpaka kwenye maonesho ya Sabasaba. Lakini maswali makubwa magumu ambayo tumekuwa tukijiuliza wenyewe na kuulizwa na wadau ni jinsi ambavyo tafiti na bunifu zetu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitengeneza mazao, nikiyaita hivyo products, hazijaweza kwenda sokoni na kutambulika vizuri. Sasa hilo swali ni gumu, kwa nini hazijaweza kuhimili vishindo vya soko? Sasa ndio maana tumekuja kujitathmini kwanza kwa kuangalia sera yetu ya mambo ya IP, intellectual property kwa Kiingereza wanaita hivyo. Je, inatusaidia vizuri? Tumeona kuna mapungufu mbalimbali, tumeona kuna strength au nguvu ambazo hiyo sera yetu inazo. Sasa tutaijadili hiyo kwanza kwa kupata mafunzo kuhusiana na hiyo sera na watu waitambue. Tumegundua kwamba watu wengi hawafahamu miongozo, lakini kuna kitu kinachoitwa patent na intellectual property, kulinda mali za watafiti na wabunifu wetu haijafanyika vizuri sana. Unakuta watu hawaelewi umuhimu kwamba kwa nini ikiwa na tafiti zako na bunifu zako uweze kuzilinda kisheria. Tutajifunza hayo. Na mambo mengine tumealika wadau kutoka nje ya nchi ambao wana uzoefu mkubwa, kutoka Makerere, kutoka Uganda na kutoka ndani taasisi mbalimbali kama UNDP, lakini tunao COSTECH, tunao washiriki kutoka serikalini, kutoka wizara yetu ya mambo ya tehama na sehemu nyingi mbalimbali ambao wana uzoefu mkubwa wa biashara, na hao watatupa uzoefu wao na watatufundisha kwamba wenyewe wanawezaje kufanikiwa katika kupeleka bidhaa zao sokoni. Lakini vile vile ndani ya hizi siku 4, siku ya mwisho tumealika watungaji na watekelezaji wa sera ambao ni mawaziri wetu wawili wakubwa. Tutakuwa na Dr. Jafo ambaye ni waziri kwenye mambo ya trade ya biashara, lakini tunaye Profesa Kitila Mkumbo, Mheshimiwa Kitila Mkumbo ambaye ni waziri kwenye mambo ya mipango. Sasa hao watakuja waweze kuzungumza na watu wetu kwa maana watafiti na wabunifu ambao ni wanafunzi na walimu, kutueleza huko duniani kuna fursa gani, sheria za nchi zinasemaje, na tuwezeje kupeleka hizi bidhaa zetu huko serikalini. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunaona ni kikwazo kikubwa, kwa Kiingereza wanakiita capital venture. Kiswahili ni nini? Ni Kiswahili chake, lakini hawa ni watu ambao wana mitaji, hawajui labda jinsi ya kutumia hizo pesa zao kuzibadilisha teknolojia zilizopo kwenda kwenye biashara. Wako tayari kushirikiana labda na wabunifu. Sasa hao capital venture tunataka kujua utayari wao wa jinsi ya kushirikiana nao. Nikitoa mfano mzuri mdogo tu, ni wafanya biashara wakubwa, wana pesa nyingi tu, mfano Azam na wengine, wanazo pesa nyingi na wanafanya biashara nzuri. Je, wanawezaje wekeza kwa vijana wetu ambao wanaonekana ni wabunifu? Kwa kifupi naweza nikasema kwamba warsha wetu upo katika huo mlengo. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754864361 au 07663486
0752. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.